Serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi imesema itahakikisha uhamiaji salama ili kulinda usalama wa nchi, raia, mali, usalama wa kikanda na usalama wa kimataifa, huku ikisisitiza maendeleo ya uchumi, ajira, utamaduni, siasa yatafanyika bila kuathiri usalama na kulinda tunu ya amani na kuzingatia haki za binadamu. Hayo yamesemwa na Waziri wa Mambo ya Ndani nchini Patrobas Katambi wakati akizindua mfumo wa uratibu wa kitaifa kuhusu uhamiaji nchini Tanzania, huku mkurugenzi wa Shirikisho la Umoja wa Mataifa la Uhamiaji Ampope ameishukuru serikali ya Tanzania kwa kutafuta suluhisho sahihi juu ya uhamiaji ili kuwepo na uhamiaji unaofuata sheria na utaratibu. Uhamiaji ni masuala ya usalama wa raia na mali zao, usalama wa nchi, usalama wa kikanda, kimataifa na ndani ya nchi pia, na ndiyo maana Wizara ya Mambo ya Ndani pia ina dhamana katika hili. Majukumu ya kiuchumi yanalazimu mtu aweze kwenda maeneo mbalimbali katika kutafuta riziki, kutafuta ajira, kutafuta fursa, kuchangamana na wengine kwa masuala ya kijamii, masuala ya kisiasa, kiutamaduni. Lakini haya yote yafanyike bila kuathiri usalama wa nchi husika, bila kuathiri uchumi wa nchi husika, bila kuathiri raia wa nchi husika, na zaidi kuhusiana kimataifa na kuunganishwa kisheria na kutengenezewa mfungamanisho ambao unazingatia haki za binadamu na unazingatia utu na heshima na maadili. Ni ule uhamiaji ambao unaleta uwekezaji ndani ya nchi, uwe uhamiaji wa faida, uhamiaji unaoleta mitaji, uwe uhamiaji wa faida unaoweza kuleta ajira, lakini pia uhusiano wa masuala ya uhamiaji baina ya nchi na nchi au bara na bara unaoweza kuimarisha na kudumisha usalama wa nchi. Uwe ni uhamiaji ambao unaweza kuruhusu watu wakaenda kutoka nchi A kwenda nchi B au C na D hadi Z, lakini kwa kufuata utaratibu uliowekwa kwa mujibu wa sheria, na uwe uhamiaji ambao unatambulika kwa mujibu wa sheria. Na pale inapotokea mtu ameenda bila taratibu hizo zilizopo kwa mujibu wa sheria, basi msingi wake ndio huu wa kuhakikisha malengo yaliyowekwa na Umoja wa Mataifa kupitia IOM na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa, zile Global Compact for Migration, ziweze kuzingatiwa katika kulinda maslahi ya wahamaji, lakini pia usalama na haki za binadamu za wahamaji. Lakini mahusiano pia yawepo kupitia nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa katika kuangalia namna gani masuala ya kiuhamaji na uhamiaji yanashughulikiwa. Masuala ya usafirishaji haramu wa binadamu, ikiwa ni jitihada za kuweza kudhibiti na kutengeneza mifumo rafiki ya nchi na commitment yake katika kuhakikisha haki za binadamu zinazingatiwa, lakini pia haki ya ile freedom to movement inapewa kipaumbele kama moja ya haki ya msingi za haki za binadamu, na kuitengenezea mazingira wezeshi ya kisheria